Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za jioni leo, ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Hii ni Congo Post News inayokuletea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile na nje ya nchi ya DRC. Na basi kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha unajiabone, una comment, vile vile una partage ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona kwenye video, kwenye picha, na ukatujuza unaendelea kutufuatilia ukiwa sehemu gani, na hapo unaweza kutupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina ni Idi George Idi Elisha, nikiendelea kutangazia kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube. Karibu katika taarifa yetu ya habari ya jioni. Karibu. Tuanze na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama endelea kuwa ya wasiwasi katika maeneo ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini baada ya kuripotiwa mashambulizi mapya mabomu katika maeneo ya Musimbira na Nyamiri yaliyopo katika groupment ya Ofamandu ndani ya sheferi ya Baundi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo, mashambulizi hayo yameripotiwa Jumatatu tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka wa 2026, huku yakihusishwa na wapiganaji wa M23. Taarifa hizi zinaendelea kufuatiliwa, na kwa wakati huu ni muhimu kutenganisha madai ya awali kutoka taarifa ambazo zinaweza kuthibitishwa na vyanzo huru. Kwa wakazi wa Musimbira, Nyamiri na maeneo ya jirani, milio ya mabomu na mapigano katika mazingira yao inaongeza hofu kubwa, hasa kutokana na historia ya machafuko ambayo tayari yameikumba sehemu kubwa ya Masisi. Kinachofanya taarifa hii kuwa muhimu sio tu mashambulizi yenyewe, bali pia eneo ambayo yameripotiwa. Ufamando ni sehemu ambayo usalama wake unaweza kuwa na adhari kwa vijiji vingine vinavyozunguka maeneo yenye shughuli za kijeshi na kiraia. Mashambulizi ya mabomu yanaweza kusababisha madhara makubwa hata kama hayalengi moja kwa moja maeneo yenye watu wengi. Yanaweza kusababisha wakazi kukimbia makazi yao, kusimamisha shughuli za kila siku, kufunga shule au masoko, na kuongeza idadi ya watu wanaohitaji msaada wa kibinadamu. Kwa upande mwingine, taarifa hizi zinaonyesha kuwa licha ya juhudi mbalimbali za kisiasa na kidiplomasia zinazolenga kupunguza mapigano huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama kwenye maeneo ya vijijini bado ni mbaya sana. Masisi imekuwa moja ya maeneo muhimu katika mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mkoani Kivu Kaskazini, kutokana na nafasi yake ya kimkakati, njia zake za mawasiliano na ukaribu wake na maeneo mengine ambayo yamekuwa yakishuhudia mapigano. Jambo la msingi sasa ni usalama wa raia. Wakati mashambulizi yanaporipotiwa, wananchi mara nyingi hukumbwa na changamoto kadhaa kwa wakati moja: hofu, kukimbia makazi, kupoteza mali na kuvurugika kwa huduma muhimu. Ikiwa mashambulizi yataendelea, kuna hatari ya kuongezeka kwa uhamaji wa watu kutoka Musimbira, Nyamiri na maeneo jirani kuelekea sehemu nyingine wanazodhani kuwa salama zaidi. Hata hivyo, bila taarifa kamili kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa au nyumba zilizoharibiwa, haipaswi kutoa takwimu ambazo hazijathibitishwa. Tukio hili linaonyesha changamoto kubwa inayolikabili juhudi za kurejesha amani mashariki mwa DRC. Hata wakati mazungumzo yanaendelea, hali chini kwa chini inaweza kubaki na mlipuko ya vurugu. Kwa hiyo macho yanaelekezwa kwa pande zote zinazohusika kuhakikisha kuwa raia hawageuki kuwa waathirika wakuu wa mapigano. Pia ni muhimu kwa vyombo vya habari na vyanzo vya taarifa kuhakikisha kwamba habari kuhusu mapigano yanathibitishwa kwa umakini, hasa kuhusu anga wa maeneo yaliyotekwa na upande unaohusika na mashambulizi. Katika mazingira ya vita, taarifa zisizothibitishwa zinaweza kuongeza hofu na kuchochea taharuki. Kwa kifupi, Masisi bado inakabiliwa na hali tete ya usalama, huku mashambulizi mapya mabomu yakiripotiwa Musimbira na Nyamiri yakiongeza wasiwasi miongoni mwa wakazi wa Ofamandu. Kinachofuatiliwa sasa ni kama mashambulizi haya yatakuwa tukio la muda fupi au kama yatashiria kuongezeka kwa mapigano katika eneo hilo.
Kwa wananchi, kipaumbele kinabaki kuwa ni kimoja: usalama wa maisha na mali zao pamoja na upatikanaji wa msaada wa kibinadamu endapo watu watalazimika kukimbia makazi yao. Tuendelee na habari kuhusu siasa na vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mvutano wa kisiasa na wa kijamii unaohusiana na vita vya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeingia katika sura nyingine baada ya kauli iliyotolewa na Tito Rutaremara, mmoja wa watu wanaohusishwa na historia ya harakati za FPR nchini Rwanda. Kauli hiyo imeibua mjadala mkubwa kuhusu utambulisho wa jamii ya Banyamulenge, uhusiano wao na Rwanda, pamoja na namna swala la utaifa na ukabila unavyotumiwa katika mjadala wa kisiasa unaozunguka vita vya AFC M23. Taarifa inayosambazwa inasema kwamba wakati wa kumbukumbu za waanga wa mauaji ya Gatumba, Tito Rutaremara alitumia kauli ya kuwaita Wanyamulenge kuwa Wanyarwanda wa Kongo na akatoa wito kwao kuchukua silaha kwa ajili ya kujikomboa na kuikomboa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli hiyo imezua maswali makubwa kwa sababu swala la utambulisho wa Banyamulenge limekuwa moja ya mada nyeti zaidi katika historia ya migogoro ya Kivu. Banyamulenge ni jamii inayopatikana hasa katika maeneo ya Kivu Kusini, hususan kwenye nyanda za juu za Uvira na Fizi na maeneo ya jirani. Kwa muda mrefu kumekuwa na mjadala mkali kuhusu historia, asili na utambulisho wao. Baadhi ya watu wanatazama kama sehemu ya jamii za Kongo zenye asili ya Kinyarwanda, huku wengine wakisitiza utambulisho wao kama wa Kongo. Ndio maana kutumia kauli kama Wanyarwanda wa Kongo katika kipindi cha vita kunaweza kuwa na uzito mkubwa kisiasa na kijamii. Ni muhimu pia kutofautisha kati ya jamii ya Banyamulenge kama raia na makundi ya kisiasa au ya kijeshi yanayoweza kudai kuwakilisha maslahi yao. Si sahihi kuhusisha jamii nzima na hatua za kundi fulani la kisiasa au kijeshi. Baada ya kauli hiyo, waziri wa mawasiliano na msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya alikosoa vikali. Muyaya alitafsiri kauli hiyo kama kile anachokiita itikadi ya uovu inayojifunua, akisema kwamba kauli hizo zinaliharibu maana ya siku iliyokuwa imewekwa kwa ajili ya kuwakomboa na kuwakumbuka raia wa Banyamulenge waliouawa huko Gatumba. Kwa upande wa Kongo, ujumbe wa serikali unaonekana kulenga kupinga simulizi kwamba Banyamulenge wanapaswa kutazamwa kama watu wa kigeni au kama chombo cha kisiasa cha Rwanda ndani ya nchi ya Kongo. Lakini upande wa Rwanda akukaa kimya. Waziri wa mambo ya nje Olivier Nduhungirehe pamoja na msemaji wa serikali ya Rwanda Yolande Makolo alimshtumu Patrick Muyaya kwa kutumia kumbukumbu za waanga wa Gatumba kama jukwaa la kile alichokiita propaganda dhidi ya Rwanda. Hivyo mjadala ambao ulianza kuhusu utambulisho wa Banyamulenge ukageuka haraka kuwa sehemu ya mvutano mpana zaidi kati ya Kinshasa na Kigali. Hapo ndipo swala lilikuwa nyeti zaidi katika mazingira ya vita. Maneno kuhusu utambulisho wa jamii yanaweza kuwa na athari kubwa kuliko yanavyoonekana. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa na historia ndefu ya migogoro inayohusisha masuala ya ardhi, uraia, mamlaka za kisiasa, ukabila na usalama wa mipaka. Rwanda kwa upande wake umekuwa ukisitiza mara kwa mara kwamba usalama wa nchi za Kinyarwanda usalama wa jamii za Kinyarwanda nchini Kongo ni jambo linalohitaji kuzingatiwa. Kinshasa kwa upande mwingine imekuwa ikipinga kile inachoona kama matumizi ya swala hilo kuhalalisha kuingiliwa kwa mambo ya ndani ya Kongo. Kwa hiyo kila kauli kuhusu Banyamulenge, Tusi au Wanyarwanda wa Kongo inaweza kutafsiriwa kama mazingira haya ya mvutano. Habari kubwa ni pale ambako mjadala wa kisiasa unapoanza kuwafanya raia wa kawaida kuwajibishwa kwa matendo ya makundi ya kijeshi au ya serikali. Banyamulenge wote si M23 na si AFC na si serikali ya Rwanda.
hivyo watu wote kutoka jamii zingine za Kongo haziwezi kuhusishwa moja kwa moja na msimamo wa serikali ya Kinshasa au makundi ya wazalendo. Kumbukumbu ya Gatumba yenyewe ina uzito mkubwa katika historia ya eneo la Maziwa Makuu. Mauaji au yamekuwa sehemu ya kumbukumbu ya jamii ya Banyamulenge na yameendelea kutajwa katika mijadala kuhusu usalama na chuki za kikabila katika eneo hilo. Kwa hiyo kutumia siku ya kumbukumbu kuwasilisha ujumbe wenye maana na ya kisiasa unaweza kuongeza mgawanyiko badala ya kujenga mazingira ya maridhiano. Katika kipindi hiki ambacho mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari inakabiliwa na vita, kauli zinazogusa utambulisho wa kikabila zinahitaji tahadhari kubwa. Kwa ujumla, kauli ya Tito Rutaremera imefungua tena mjadala kuhusu Banyamulenge, utaifa, historia na uhusiano kati ya Kongo na Rwanda. Kinachofanya swali hili kuwa hatari kubwa ni kwamba linatokea wakati ambako uhusiano kati ya Kinshasa na Kigali tayari imejaa tuhuma, vita na mashindano ya kisiasa. Kwa hiyo mjadala huu haupaswi kugeuzwa kuwa sababu za kuwachukia au kuwashambulia watu kwa msingi ya asili yao. Jambo la msingi ni kuhakikisha kwamba raia wa Kongo wanalindwa bila kujali jamii zao, huku madai kuhusu kuingiliwa kwa nchi, makundi yenye silaha na ukiukwaji wa sheria zikichunguzwa kwa ushahidi na kupitia njia za kisheria na kidiplomasia. Na zaidi ya yote, katika mazingira ya vita, viongozi na watu wenye ushawishi wanapaswa kutambua kama maneno yao yanaweza kujenga amani au kuongeza mgawanyiko. Kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama katika maeneo ya nyanda za juu katika eneo la Kale mkoani Kivu Kusini imeendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa baada ya mapigano kati ya wapiganaji wa M23 na vikosi vya FARDC vinavyoungwa mkono na makundi ya wazalendo kuongezeka kwa nguvu katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, mapigano hayo yamesababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Baadhi ya vijiji vimeripotiwa kuachwa karibu kabisa na wakazi wake ambao wamekimbia makazi yao wakitafuta maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi kutokana na hali ya usalama kuzuruta. Mapigano yanatajwa kuendelea katika maeneo ya nyanda za juu za Kale ambako hali ya usalama imekuwa mbaya kwa muda. Mvutano kati ya M23 na vikosi vya serikali pamoja na wazalendo umeongezeka na kusababisha raia wengi kukabiliwa na hofu ya mashambulizi na madhara ya mapigano. Kwa wakazi wa vijiji vilivyoathirika, changamoto kubwa kwa sasa ni kuondoka katika maeneo ya mapigano bila kujua watakapopata usalama wa kutosha. Familia zinatawanyika huku baadhi ya watu wakimbia bila kuwa na nafasi ya kuchukua mali zao muhimu. Hali hii imeongeza hatari ya kuibuka kwa mahitaji makubwa ya kibinadamu, hasa chakula, maji, huduma za afya na mahali pa kujistiri kwa watu waliolazimika kukimbia makazi yao. Kinachofanya tukio hili kuwa la muhimu ni kwamba mapigano yanatokea wakati eneo ambalo tayari limeathiriwa kwa muda mrefu na mzozo wa silaha. Kila ongezeko jipya la mapigano linaweza kusababisha wimbi jipya la uhamaji wa raia na kuongeza mzigo kwa maeneo ambayo tayari yanahifadhi watu waliokimbia mapigano hapo awali. Kuondoka kwa wakazi katika vijiji vyao kunaweza kuwa na athari kubwa zaidi ya kiusalama na kijamii. Vijiji vinapobaki bila raia, shughuli za kawaida kama biashara, kilimo na usafirishaji huvurugika. Kwa familia zinazotegemea kilimo, kukimbia wakati wa mvutano kunaweza pia kumaanisha kuacha mashamba na vyanzo vyao vya kipato. Kwa upande wa kijeshi, kuongezeka kwa mapigano katika nyanda za juu za Kale kunaonyesha kwamba bado kuna maeneo ambayo udhibiti wa usalama unapingwa na upande zinazohusika katika mzozo huo. Hata hivyo, taarifa kuhusu nani anayedhibiti eneo gani zinahitaji kuthibitishwa kwa uangalifu, kwa sababu taarifa kutoka maeneo ya mapigano zinaweza kubadilika kwa haraka. Jambo la msingi zaidi katika hali hii ni usalama wa raia. Watu wanaoishi katika maeneo ya mapigano mara nyingi ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa mzozo, licha ya kutokuwa sehemu ya mapigano yenyewe. Kukimbia kwa familia nzima kuna maanisha watoto kukatisha masomo, wagonjwa kukosa huduma za afya, na wafanyabiashara pamoja na wakulima wanapoteza shughuli zao za kila siku. Iwapo mapigano yataendelea, kuna uwezekano
uwezekano wa idadi ya watu wanaohama kuongezeka zaidi. Hii inaweza kuweka shinikizo kubwa kwa jamii zinazowapokea wakimbizi wa ndani na kwa mashirika ya kibinadamu yanayojaribu kutoa msaada katika maeneo yenye changamoto za kiusalama. Kwa ujumla hali katika nyanda za juu za Kale inaendelea kuwa ya wasiwasi. Mapigano kati ya M23 pamoja na wazalendo yamesababisha hofu na kuwafanya baadhi ya wakazi kuondoka katika vijiji vyao wakitafuta usalama. Kinachohitajika kwa haraka ni kuhakikisha ulinzi wa raia, kuruhusu watu wanaokimbia mapigano kupata maeneo salama na kuwezesha misaada ya kibinadamu kuwafikia walioathirika. Wakati mapigano yakiendelea, macho yanaelekezwa Kale kufuatilia iwapo hali itatulia au kama mapigano yataendelea katika maeneo mengine ya nyanda za juu. Baada ya kusikiliza matangazo yetu kutoka nchini DRC, basi acha nikuingie moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua kinachoendelea nje ya nchi ya DRC. Karibu. Idadi inayoongezeka ya nchi za Afrika zinakubali kuwapokea watu wanaofukuzwa kutoka Marekani. Wanaounga mkono mpango huo wanasema ni suluhisho la kiutendaji. Wakosoaji kwa upande mwingine wanasema ni njia ya Marekani kuhamishia nchi nyingine mzigo na lawama za utekelezaji wa sera zake za uhamiaji. Kwa hiyo ni nini hasa kinachoendelea? Sera hiyo inayojulikana kama kuwafukuza wahamiaji kupitia nchi ya tatu imepanuka kwa kasi tangu mwaka 2025 huku Marekani ikitafuta makubaliano na nchi mbalimbali duniani ili kuzishawishi kuwapokea watu wanaofukuzwa kutoka nchini humo. Kwa hiyo ni nchi zipi za Afrika zinazowapokea wahamiaji waliofukuzwa kutoka Marekani? Kamerun imewapokea takriban watu 36 kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Wengi wao walikuwa wamekingwa dhidi ya kufukuzwa na kurejeshwa katika nchi zao za asili kutokana na hofu ya usalama, ikiwemo uwezekano wa kuteswa na kunyanyaswa. Jamhuri ya Afrika ya Kati iliwapokea watu 18 waliofukuzwa mwaka 2026, wakiwemo raia kutoka Afghanistan, Iran, Iraq na hata Uturuki. Hatua hiyo imekosolewa na mashirika ya kutetea haki za binadamu. Marekani pia imewatuma wanaume 8 nchini Sudan Kusini na watu wengine 5 nchini Eswatini chini ya makubaliano kama hayo. Maafisa wa Marekani walisema wengi wao walikuwa wamepatikana na hatia ya makosa ya jinai na hawakuweza kurejeshwa katika nchi zao za asili. Na mpango huo unaonekana kuendelea kupanuka. Rwanda imekubali kuwapokea hadi watu 250 waliofukuzwa kutoka Marekani, huku Uganda ikithibitisha kuwa imefikia makubaliano ya muda na Washington. Nchi nyingine zikiwemo Liberia, Ghana, Sierra Leone na Guinea ya Ikweta pia zimetajwa kuwa katika mazungumzo au tayari zimefikia makubaliano na Marekani kuhusu mpango huo. Wanaounga mkono sera hiyo wanasema inasaidia kushughulikia changamoto ya wahamiaji ambao nchi zao za asili zinakataa kuwapokea tena. Wakosoaji hata hivyo wanasema sera hiyo inahamishia jukumu hilo kwa nchi maskini zaidi na kuzua wasiwasi mkubwa kuhusu haki za binadamu, usalama na namna wahamiaji hao watakavyoshughulikiwa baada ya kuwasili katika nchi hizo. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya siku ya leo tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ciao, bye.